Kumekuwa na dhana ya baadhi ya watu kudharau wenza wao katika mahusiano, hasa wanawake. Baada ya kugundua tu kwamba wanapendwa kupitiliza, basi huwa wanaona hakuna mahali ambapo wanaume wanaweza kwenda. Jambo hili limetokea hata katika tamthilia hii ya Evermore. Ni kama tu huku ambapo tunaishi, tunaona leo kuna kitu ambacho kimetokea baada ya Ipek kuhisi kwamba Fikret hawezi kwenda kokote, yeye ndo amemkamata, yani kama vile amempa limbwata. Kabla ya kuendelea, nikukumbusha kusubscribe wewe ambaye hujasubscribe channel hii, na wewe ambaye umesubscribe endelea kulike, kushare na kucomment. Leo tunamuona Faruk pamoja na mdogo wake Osman. Baada ya kukaa kwa muda mrefu, baada ya kugundua kwamba Osman alikuwa anataka kuondoka katika familia ile, basi leo aliamua akae na mdogo wake, yeye kama kaka mkubwa, na kumuuliza baadhi ya vitu. Je, Osman ni kwa nini ameamua vile na anakwenda wapi? Story yao ilienda muda mrefu, lakini mwisho wa siku tunaona Faruk alikuwa muelewa, alibidi tu amuache. Lakini pia Faruk amekuwa ni mtu ambaye anatumia akili sana katika mambo yake ambayo anafanya. Hakuishia hapo, ilibidi amfuate Garibay na kwenda kuongea naye kuhusu mama yao. Sasa baada ya kufika, tunaona anakutana na majibu ya tofauti. Aliambiwa kwamba wao wameanza mahusiano muda mrefu, lakini pia mama yake Faruku amekuwa ni mtu wa makamo sana. Kwa hiyo wanataka kuliangalia hilo pia, kwa sababu Esma Sultani anatakiwa kuwa na mtu wa kumfariji, na Faruku amekuwa anatumia akili. Kwa hiyo ni kama vile amemuelewa, lakini ni kama vile bado haijakaa sawa, lakini amemuelewa kwa sababu yeye mwenyewe anahisia na ameona namna ambavyo mapenzi yanaendesha, kwa sababu mke wake amekuwa ni mtu wa mfano. Sasa haikuishia hapo, tunaona kwa upande wa Murat, yeye leo anaamua kumfanyia surprise Bade. Baada ya Bade kuingia akiwa anahisi anaenda kukutana na Kurai, na akaenda akamkuta Murat akiwa ameandaa pete na kumwambia, je, uko tayari kuoana na mimi? Jambo hilo lilimshitua sana huyu Bade, lakini hakuwa na namna, maana ndio jambo ambalo limetokea hivyo, kwa sababu kwanza hakuamini kama Murat anaweza akaja kumtamkia jambo lile, kwa sababu Murat amekuwa akiteseka kwa muda mrefu, tena amekuwa na wivu sana. Baada ya mambo yale ya nyuma kuwa ameshatokea, amepita, basi tunaona Murat anaamua kuanza upya kwa huyu Bade. Lakini kwa upande wa Fikret pamoja na mke wake Ipek, leo tunaona kuna jambo ambalo linakwenda kutokea. Baada ya Fikret kuwa hakai nyumbani kwa muda mrefu, leo tunaona Ipek anamwambia mume wake, mbona kama vile haujisikii kabisa kukaa nyumbani, na mbona hauko karibu na mtoto? Lakini tunaona Fikret anamjibu kwamba yeye hataki chochote, ila ambacho anakipanga kwanza anataka kumpa talaka. Lile ambalo tulikuwa tunahisi linaweza likatokea ndio hilo ambalo linakwenda kutokea. Jambo hilo lilimfanya Ipek shindwe kuongea chochote, kwa sababu ni jambo jipya kwanza, halafu hakutarajia kama Fikret anaweza akaja kuongea jambo lile kwake. Kwa tamthilia hii kwa siku ya leo inaishia hapa. Wewe ambaye hujasubscribe, basi subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali. Asante.